Lakini kwa sababu sasa hivi vyombo vyetu vya habari vinafika mbali barani Afrika na Yanga ndiyo timu kubwa barani Afrika, kwa hiyo leo press hii inatazamwa na sehemu kubwa ya bara la Afrika. Jambo la pili, japo sio kwa umuhimu, hata kama hamniambii, lakini nafsi yangu inajua kwamba nimependeza na hii jezi. Naweza kuwa mnajikaza kusema, lakini ukweli ndio uko hivyo, au sio dadangu? Jezi imenipendeza, na hizi ni jezi zetu za mazoezi. Kwa lugha ya Kiingereza wanasema ni training kit. Ni jezi ambazo watafanyia wachezaji mazoezi. Kumekuwa na maswali mengi. Kwanza watu wakiuliza, tumeona jezi hizi tunazipata wapi, itakuwaje na nini na nini. Niwaambie tu wanachama na mashabiki wa klabu yetu Young Africans, hizi pia zitakuwepo dukani. Hizi pia zitakuwa dukani na zitakuja kuuzwa. Lakini cha kwanza, tukae tayari kusubiri uzinduzi wa jezi zetu za msimu ambazo zitatumika kwenye mechi zetu mbalimbali, jezi ambazo pia zitaingia kwa wingi sokoni ziweze kununuliwa. Moja katika swali ambalo watu wengi wanajiuliza, kama za mazoezi watu wamekamia hivi, hizi jezi za ligi za msimu zitakuwaje? Hili swali limejiulizwa sana. Kama tu training kit Yanga wameuma meno namna hii, hizo jezi za msimu zitakuwaje? Ndugu zangu, niwaambie, bosi wetu Ghalib Said Mohamed GSM mwaka huu amekamia kweli kweli, nje ndani kauma meno. Na kwenye sekta hii ya jezi, msimu huu jezi za Young African Sports Club zimekuwa designed na one of the top designer toka nchini Ufaransa katika jiji la Paris. Huyu mtu siku moja au mbili kabla ya kuzindua jezi, bosi amesema atamshusha hapa Dar es Salaam Tanzania, na waandishi mtapata fursa ya kuja kumhoji, awaelezee kwa kina alitoa wapi mawazo ya kutengeneza uzi bora kama huu ambao nimeuvaa hapa, na uzi bora kama ambavyo tutakwenda kuuzindua kwenye mechi zetu za ligi na za msimu huu. Ujue uzuri, ukishakuwa na jezi bora unapunguza hata nguvu ya kujielezea. Yani there is no way tukatafuta designer kutoka Paris, na hii yeke sawa linapokuja swala la jezi za Yanga usiseme Paris, ni Paris. Utafute designer bora kutoka Paris Ufaransa, alafu upite kutoa 10,000 watu wasifie jezi. Hatuwezi kufanya hilo jambo. Jezi zenyewe zinajielezea quality yake. Hapa nimeingia hapa, nilivyoingia tu leo kwenye huu mkutano hapa, ni kama maonyesho ya Sabasaba pale mnapofunguliwa geti hivi. Mnakimbilia kuona vitu ile, wow. Nasikia waandishi wote, kila mtu alikuwa wow. Jadu, nimekusikia. Wow, ndio jezi kishakuwa kali, unapunguza namna kujielezea tu, sababu jezi tayari imenyoa. Kwa hiyo niwaambie wana Yanga, kwenye swala la jezi msimu huu tumemaliza. Tunazindua lini? Tunazindulia wapi? Zinauzwa lini? Ndio sababu nimekuja hapa leo tuzungumze, tupate majibu ya mambo yetu yote hayo. Lakini tuanze kwenye swala la msingi ambalo tuko nalo hapa mbele. Ratiba yetu inaonyesha tarehe 2 ya mwezi wa 8 klabu yetu itakwenda kwenye mkutano mkuu wa wanachama. Na mkutano huu, kama ambavyo ilivyokuwa kawaida, tofauti ambayo inaongezeka kwa mwaka huu, kuna ajenda pia ya uchaguzi pale ndani.
Kwa hiyo tutakuwa tuna mkutano mkuu wa mwaka kama kawaida, alafu tutakuwa na ajenda pia ya uchaguzi. Yaani kuna ajenda ziko pale, alafu kuna ajenda inaongezeka ya uchaguzi. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwaomba wanachama wote ambao kwa mujibu wa katiba yetu ya klabu yetu ya Yanga wamekidhi kuwawakilisha wenzao kwenye mkutano mkuu, tuwe na maandalizi mema, ambao tuko mikoani, Mwenyezi Mungu atujalie safari nzuri, tusafiri salama, tuje tushiriki kwa pamoja kwenye mkutano mkuu wa klabu yetu, tusikilize nini klabu yetu imetufanyia kwa msimu uliopita. Tupata fursa ya kusikiliza sera za wagombea mbalimbali kwenye nafasi tofauti za klabu yetu, na mwisho tutapata fursa ya katiba ya kwenda kupiga kura ya kuchagua viongozi ambao watakwenda kuiongoza klabu yetu kwa miaka minne inayofuatia. Kwa hiyo ni muhimu tukajiandaa, tukasikiliza sera za wagombea, tukaja kufanya maamuzi sahihi kwa ajili ya klabu yetu ya Yanga. Baada ya mkutano mkuu, tukio ambalo itafuata hapo mbele ni tukio la siku yetu kubwa, kwa maana ya tamasha la wiki ya wananchi. Tamasha hili kwa mwaka huu itafanyika siku ya tarehe 9 na itafanyika kwenye uwanja wa Uhuru hapa jijini Dar es Salaam. Ziko timu kama 2-3 hivi tunazungumza nazo, bado hatuja finalize timu gani. Kuna moja ilikuwa imeshakubali mpaka jana usiku, lakini baada ya kumtambulisha Peter Shalulile email zetu hazijibiwi tena. Sijui shida ni nini, ni mtandao au ni hofu imeingia, lakini kuna timu moja tulikuwa tumeshaialika vizuri tu tucheze nayo kwenye wiki ya wananchi hapa, lakini jana kuanzia saa 6 mpaka sasa hivi tunavyokwenda mitamboni email zetu hazijibiwi. Kwa hiyo tumeshindwa kujua ni mambo ya mtandao au ndiyo tena balaa la Peter Shalulile limeshaanza kufanya kazi. Kwa hiyo tunajaribu kuangalia wengine wenye ujasiri ambao tumebaki nao kwenye mazungumzo, na within siku 3-4 hapa baada tu ya mkutano mkuu pale afike kesho yake, tutakuwa kwenye nafasi nzuri ya kuwatangazia timu ambayo itakuja kucheza na sisi kwenye wiki ya wananchi. Nimalize hapa kwenye tukio la wiki ya wananchi kwa kuwaambia wanachama na mashabiki wetu viingilio ambavyo tutakiwa tuwe navyo kwa ajili ya kushiriki kuja kutazama tamasha hili kubwa la kimpira barani Afrika. Tamasha la Yanga kwa mwaka huu limeongezwa wanasema thamani na aina ya sajili ambazo zimefanyika. Thamani kubwa ambayo imeongezwa kwenye tamasha hili msimu huu ni aina ya players ambao tutakwenda kuwashuhudia uwanja wa Uhuru kwa mara ya kwanza. For the first time, wanayanga watapata nafasi ya kumshuhudia Peter Shalulile akiwa na jezi yetu ya Yanga, akiwa na kiwasha pale uwanja wa Uhuru. Hebu imagine hiyo moment. Tarehe 9 hiyo mwezi wa 8. Peter Shalulile anatoka kwenye mlango, anaingia hivi unamuona. Nimeona kuna mtu mmoja asubuhi anasema, "Hii Peter uongo hii. Haji huyu." Yaani jinsi gani usajili ulivyokuwa mkubwa hadi mtu kuamini mwenyewe tu akala, au sio kweli huyo? Tarehe 9 wanayanga tutapata fursa ya kumshuhudia Peter Shalulile akiwa anatoka kwenye tunnel, anaingia, anakuja kuwasalimia mashabiki wa Yanga na wanachama wake. Anakuja kujiintroduce kwa mara ya kwanza striker force, striker la boli. Anamalizika Shalulile, Sheikh Ibrahima Toure kutoka Saudia anakuna ndevu namna hii, teka lingine la boli futi 9 kwenda juu namna hii, na lenyewe linaingia pale pande la mtu. Nyie hamjamuona Sheikh Toure? Hamjamuona ndugu zanguni? Bonge la mtu afu lina mwendo. Ogopa, jitu lina mwendo afu liko vizuri.
Sheikh Toure na lenyewe linaingia pale. Wanayanga hawajakaa vizuri. Hussein Zakwani anachomoka naye anakuja. Hajakaa vizuri. MVP Albert Kangwanda, left footer magician. Fuatilieni ile mechi ya Argentina na Zambia ilivyoisha. Enzo Fernandez aliongea nini kuhusu Albert Kangwanda? Tafuteni ile mechi, tafuteni interview, mtasikia Enzo Fernandez, midfielder wa fainali ya kombe la dunia, alichokizungumza kwa Albert Kangwanda. Aliongea maneno mengi, lakini kwa ufupi alisema angeniua yule. Mnabisha, mlikuwepo? Aliongezungumza mengi kwenye ile interview, lakini alisema kabisa yule mtoto angeniua. Albert Kangwanda atachomoka tarehe 9 na wanayanga watampokea. Basi haitoshi. Tanzanite kutoka Arusha, Chuga Boy na yenyewe atatoka pale. Jamani, alafu kwenye kimataifa huko, nitumie fursa hii kwa sauti ya ukimya kabisa, na sina lengo la kumwogopesha mtu yoyote, kwa sauti ya ukimya na kwa heshima kubwa. Yanga bado hatujafunga usajili wa kimataifa. Msije mkamwona tumeshusha mashine jana mkajua ndo wameshamaliza. Maana naona mnaanza kutujumlishia timu. Msipange kwanza, subirini. Msipange vikosi, wait. Bado hatujafunga. Kuna mashine nyingine 2 tutazishusha na mtaziona. Mkisha timu pap ndo mtaanza kupanga. Sasa hapa winga nani? Kwa sasa hivi tulieni kwanza. Bado. Hilo ndo tamasha ambalo thamani yake imeongezea kwa mwaka huu, ndugu zangu. What a moment. Yaani timu moja unaiona namna hiyo. Sasa viingilio tulivyoviweka. Kuna ule uwanja Uhuru ukiangalia vizuri ule. Injinia anipigia hapa, sio tushapata mwingine. Lakini kuniambia tu. Ule uwanja Uhuru ukiangalia ule, kuna eneo pale la VVIP pale ambalo siti zake ziko chache. Alafu kuna maeneo yamekaa pembeni huku ambazo tumetenga siti maalum kwa siti za Royal. Hizi siti za Royal hizi package yake, siti za Royal ni shilingi 300,000. Tiketi moja ya siti ya Royal ni shilingi 300,000. Lakini kwenye hiyo siti ya Royal unapata unapata hiyo siti ya Royal ukilipia 300,000 unapata jezi mpya ya msimu ambayo imesainiwa na mchezaji ambaye wewe utatuambia, bwana, hiyo jezi assign Peter Sharulile, hiyo jezi assign Zakwani, hiyo jezi assign MVP. Wewe utasema na sisi tutasign pale, tutampelekea, atasign, alafu itakuwa ni package. Katika hiyo package ya 300,000 hiyo unapewa. Baada ya jezi kutakuwa na usafiri wa kwenda na kurudi kutoka Serena. Unakuja gari yako unapaki hapo, unaingia kwenye usafiri, mbele kuna king'ora, hakuna bugudha, unaelekea uwanja wa Uhuru kwenda kuenjoy boli. Ushapiga jezi yako, ishasainiwa na mtu unayemtaka, alafu unaelekea Uhuru. Wakati wa mapumziko pale kuna huduma maalum imeandaliwa kwa ajili yako tu. Vyakula mara nini. Yaani uenjoy hiyo siku ya tukio. Sasa hizi zote hizi ni package ya shilingi 300,000 ambayo tumeitem kama Royal package. Tiketi hizi ndugu zanguni, kwa ambao mpo kwenye magrupu haya Royal, na tulianza kuziuza muda kidogo. Kwa hiyo zimebaki chache kweli kweli. Chache kweli kweli. Mara ya mwisho nachungulia hapo na kuja kwenye press, zilibakia tiketi 25 tu kwenye package hii. Kwa hiyo niwaombe sana executive members wenzetu ambao hampendi usumbufu, mnapenda kucheki boli wa kuenjoy, tiketi zimebakia chache sana za Royal. Bei ni shilingi 300,000. Hapo unaponiangalia sasa hivi, andika hii namba ya simu 0656
850288. Naomba nirudie 0656 850288. Piga namba hiyo, wasiliana nayo, lipia tiketi yako ya Royal, alafu utawaambia kabisa jezi yangu hiyo inayokuja ya msimu naomba asaini mtu fulani. Atakusainia, utaivaa, utakupokea sehemu, atakupeleka uwanja Uhuru kashuhudie boli. Kwa hiyo ni package ya kwanza inaitwa Royal Package, ni shilingi 300,000. Lakini tuna tiketi za VIP ambazo hizi pia zimeshaanza kununuliwa. Wanaa kama mnacheki mifumo sasa hivi kwenye system tayari tiketi zishawekwa 2 days ago. Zimeshaanza kununuliwa. Tiketi za VIP zinauzwa shilingi 100,000. Shilingi 100,000. Alafu mzunguko ambako safari hii kwa sababu ya udogo wa uwanja, eneo la mzunguko linaingiza watu 19,000 tu. Nataka tuelewane vizuri hapa. Eneo la mzunguko linaingiza watu 19,000 tu. Maana yake ukichelewa kukata tiketi, Shalulile utamuonea Instagram. Yaani ukichelewa tu kukata tiketi, wewe na Shalulile kwenye tamasha hili mtapishana. Tiketi ya mzunguko inauzwa shilingi 20,000. Mzunguko 20,000, VIP 100,000 na Royal Package ni shilingi 300,000. Tafadhali nenda kwenye system, nunua tiketi yako mapema. Tutakwenda kutangaza vituo sasa hivi, kimbia mapema, nunua tiketi yako. Tiketi ziko chache, eneo ni dogo, kwa hiyo the more unawahi ndio unapata uharaka wa kununua tiketi. Wenzetu ambao wanatoka mikoani, tumetangaza leo, idara ya wanachama ipo hapa, kaka yetu Cliff Lugola yuko hapa, mkurugenzi Ibrahim Samuel yuko hapa, waratibu mnao, fanyeni mawasiliano. Hakikisheni mnajaza basi na basi na tiketi. Kwa hiyo tiketi mnaweza kuziwekea oda mapema kupitia idara ya wanachama kwa wanayanga ambao wanatoka mikoani, mkatuma hela zenu zikanunuliwa hapa zikawasubiri tiketi. Kuliko mkasubiri kama desturi ya zamani, mkasafiri mkategemea mpate tiketi siku ya mechi au siku moja kabla ya mechi, mambo yanaweza kuwa magumu. Kwa hiyo ni vyema leo hii mkawasiliana na idara ya wanachama, waratibu wenu wa mkoa, mkurugenzi wetu Ibrahim Samuel, kaka yetu Cliff yuko hapa, ili muweke oda zenu za tiketi mapema. Ziko chache kama ambavyo nimeelezea. Kwa hivyo ndio viingilio vya tamasha letu la wiki ya wananchi. Procedure zote, wasanii, sijui itakuwaje, tutazidi kupeana habari kadri siku zinavyozidi kwenda mbele. Lakini hapa tarehe 9 ni kilele. Hapa nilikuwa nazungumzia kilele. Lakini wiki ya wananchi ina shughuli zake za kufanya mpaka kufikia kwenye kilele. Na uzinduzi wa hii wiki kwa mwaka huu tunatarajia ufanyike katika wilaya ya Katoro mkoani Geita siku ya tarehe 4. Hapa naomba mnisikilize vizuri ndugu zangu waandishi wa habari ambao mtachagua kwenda kwenye mapango sawa, kwenye mabonde sawa. Good afternoon. Mchezaji naongea kizungu tu hivi. Peter Shalulile huyo. Ananiuliza hapa. Good afternoon. Kwa Kiswahili, top scorer last season alikuwa na goli ngapi? Anauliza. Last season top scorer alikuwa na goli ngapi? Nimjibu au niendelee kwanza? Tumjibu kabisa. Alikuwa na goli ngapi top scorer mwaka jana? Mosi Ndoume 17. 17 goals. 17 goals. Peter Shalulile. Sasa kama atanijibu nitawaambia. Uzinduzi utakuwa Katoro Geita tarehe 4. Lakini tarehe 4 ina kitu kimoja cha muhimu sana. Katoro Geita pana uzinduzi wa kilele cha wiki ya wananchi. Na maandalizi sio kwamba maana hiyo nikiongea mnasema kama nawapiga kamba hivi. Mtu mmoja anayejua kusoma na kuandika yupo hapa.
aje wawakilishe wenzake. Isa Dede yuko wapi? Njoo wawakilishe wenzio hapa. Hawa ni watu wa Katoro, maandalizi wanaoyafanya kwa ajili tu ya shughuli ya uzinduzi wa wiki ya wananchi. Some vyote, twende tu kwenye budget. Ni shingapi? Sifuri za kuchanganya? Mabilioni mengi. Kwa ujumla niseme tu hapa Isa tumekusomesha wazazi. Ndo nani hizi ili nisikosee kwa sababu unajua bilioni unajua. Unahesabu? Na hesabu ili nijue. Kwanza ni bilioni. Lakini ni bilioni 14,700,000 nipo sawa sawa bwana, bilioni 14 hapo na Isaya. Hadi mimi nimeogopa. Bwana sio jamani tusome. Jamani tusome. Saa Dede. Bwana Isaya mimi alikuwa atania tu. Alikuwa atania budget ambayo tuko nayo mpaka sasa hivi ni milioni 147,150,000. Budget ambayo tuko nayo, yani hii ni mpaka sasa hivi milioni 147,150,000. Matumizi ni haya hapa. Kuna chai, yani kwanza kuna chai ya wageni. Halo. Kuna ng'ombe 50. Hivi mnajua ng'ombe 50? Wapishi na nyama nao tunawalipa. Wasanii wote. Sijui wahamasishaji. Sijui MC. Sijui bwana. Milioni 147. Katoro wamechukia. Wanataka kufanya uzinduzi wa kihistoria. Hasa waandishi mtachagua. Kuna basi litakuwa linaelekea Katoro Geita na kuna basi linakwenda kusikojulikana. Uamuzi ni wenu. Ni wenu. Tutakuwa mnapigia tu simu, huko vipi? Mmefanya machomo? Tupo kwenye miti tu huku. Nyie. Mtaamua. Lakini sisi nimewaandalia mazingira mazuri kabisa na sina haja ya kuficha. Usafiri wenu upo ndugu zangu waandishi wa habari kuelekea Katoro Geita. Kuanzia leo naomba mje hapa, press ikiisha mnigie tu majina. Mimi naenda na nitayapost orodha waandishi wanaosafiri kwenda Geita Katoro kwenye uzinduzi wa wiki ya wananchi. Ili familia zijue mko wapi. Basi hata sitapost. Sasa hii siku ya uzinduzi, nisikilizeni vizuri hapa. Tutashukia Mwanza viongozi asubuhi tarehe 4. Kutakuwa na msafara wa gari 200. Ninaposema gari 200 simaanishi gari kama za kina Alwatan. Na maanisha magari ya milioni 150, milioni 200. Wameandaa magari 200 ya huo msafara kuelekea Katoro kwenye uwanja unaoitwa Mnadani. Shughuli itakuwa pale. Kwa hiyo wakati msafara unaanza wa viongozi kutoka Mwanza kushuka kwenye ndege kuelekea Katoro, saa 4 asubuhi kikosi cha Young African Sports Club kitakuwa uwanja wa ndege. Na chenyewe kinachukua ndege, uelekeo ni wapi? Tulia sasa. Tarehe 4 hiyo klabu yetu ya Yanga imealikwa kwenye sherehe za uzinduzi wa uwanja ambao umeitwa jina la Biteko Stadium. Uwanja huu upo wilaya ya Bukombe katika mji wa Ushirombo, Geita. Kuna stadium mpya imejengwa pale na Mheshimiwa Doto ametualika klabu ya Young Africans kwenda kushiriki kwenye sherehe hizo za kuzindua uwanja. Kwa hiyo saa 4 asubuhi kikosi cha Young African Sports Club kitakuwa uwanja wa ndege, kinaelekea chenyewe wapi? Ushirombo, Geita, kwenye Biteko Stadium kwenda kushiriki kwenye sherehe za kuzindua pale. Kwa sisi ambao tutakuwa tupo Katoro, tutaanza shangwe letu asubuhi, tutasherehekea uzinduzi wetu, tutaenjoy mpaka majira ya saa 7 mchana.
Baada ya pale tunafunga sherehe yetu ya Katoro, tunawasha magari. Pale kuna kilomita kama ngapi pale? Kama lisali moja tu kama lisaa hivi. 74 tutawasha gari zetu pale. Katoro tunakuja Ushirombo kuja kuiona timu yetu. Kwa hiyo nilipokuwa nasema safari ya Katoro ni muhimu, wana Yanga ni muhimu kweli. Tujiandaeni, twendeni Katoro. Twendeni Katoro, twendeni kwenye uzinduzi tukaione timu yetu. Na hii siku hiyo Yanga wala haitacheza mechi. Itafaa tu mazoezi. Yaani tutakwenda kuenjoy, tukifanya mazoezi pale. Muone vyuma, mechi itakuwa hapa tarehe 9 uwanja wa Uhuru. Tarehe 4 ni kupasha tu pale. Kwa mara ya kwanza wakazi wa Ushirombo kule kote walione chama likifanya kidogo mazoezi. Hatujakataza. Kuna timu zipo kanda ya Ziwa, Pamba, Geita, Kagera. Fursa ipo wazi. Kwenye mazoezi yetu wakiona wanaweza kupasha na sisi, milango iko wazi. Mwambie nani anaitwa Moses William. Geita amepanda ligi kuu na Kagera. Yanga tarehe 4 tutakuwa tuko pale Ushirombo, timu yetu inakwenda kufanya mazoezi. Kama katika wao wataona, unaona kwenye ngumi kuna sparring si kuna sparring kidogo? Kama mtu anataka nipashe na nyie, unakaribishwa. Milango ipo wazi. Make atakuwa Peter hajamvuma goalkeeper yoyote zaidi ya mazoezini. Wewe utakuja kuwa wa kwanza. Peter Chawile atakuwa hajakutana kipa yoyote isipokuwa kipa wako ambaye utamleta tarehe 4. Kwa hiyo tarehe 4 jamani, ni siku ambayo kanda ya Ziwa inakwenda kufurahia matukio makubwa ya klabu yao ya Yanga. Kuanzia uzinduzi ambao utakuwa Katoro, lakini pia tutakuwa tuna tukio lingine kubwa la timu yetu kushiriki kwenye uzinduzi wa uwanja wa Biteko Stadium pale Ushirombo. Kwa hiyo ni muhimu tukapanga mipango ya safari kwa wakazi wa Dar es Salaam kuanzia sasa hivi. Mkutano mkuu ukiisha tu pale, ukiisha dumbukia kwenye magari, safari kuelekea Katoro. Kwa hiyo ukitoka nyumbani unakuja kwenye mkutano, waambie kiongozi wako wa tawi tuchukue na nguo kabisa. Unafika, mkutano mkuu umeisha, tumemaliza salama, tunaingia kwenye magari, safari imeanza. Yena hiyo sasa. Tunakwenda kuzindua tamasha la wiki ya wananchi. Na slogan yetu ni hiyo hapo kwa mwaka huu. Slogan inasemaje? Mwakani tena. Mwakani tena. Bas. Mwakani tena. Bas. Yaani sisi tumekubaliana sasa hivi hataki kubishana na watu. Ukisikia mtu tu ana mdomo mwambie bana mwakani, utaratibu. Sasa wewe msimu huu tumepita hivi, chombo kinakwenda kinarudi, chombo kinayumba kinafanyaje? Wameweka 2, tumerudi goli 2. Na hivyo chombo kinakwenda, yani kama unajua tumepiga kamba goli 2. Haya, tarehe 12 ndo bismillahirrahmanirrahim. Sheikh Toure huyu hapa huyu. Jamani, tuongee, twende mbele turudi nyuma. Hivi tu tumepita hivi na ngoma na kwenda comeback chuma 2 zimekaa pale. Haya ndio pita Shalulile. Mwenyezi Mungu tupe uhai, tuseme amina jamani. Amina. Mwenyezi Mungu atupe uhai. Amina. Tusubiri kidogo adhan ndugu zangu. Tayari?
Sawa, basi tumalizie hapa kwa haraka haraka. Tulishia kwenye uzinduzi wa wiki ya wananchi Uzinduzi wa jezi. Uzinduzi wa jezi. Tukimaliza mkutano mkuu ambao utakuwa tarehe 2. Tukimaliza mkutano mkuu ambao utakuwa tarehe ngapi? Tarehe 2. Kutoka tarehe 2 mkutano mkuu tarehe 2. Kuanzia hapo siku yoyote, hatuja confirm bado, siku yoyote tutakwenda kuzindua jezi zetu za msimu. Kwa kwanza tunasubiri mkutano mkuu upite tarehe 2, alafu twende tufiatue jezi zetu za msimu mpya wa mashindano. Na tukizindua tu maana yake tunazindua na kuziuza hapa makao makuu ya klabu Jangwani jijini Dar es Salaam. Kwa nukta hiyo nikaribishe maswali kama yapo, ili tukaendelee na shughuli nyingine za kujenga taifa letu la Tanzania na kuijenga Yanga yetu. Maswali kama yapo, karibu Zari. Yes, tumeanza pre-season na tulianza pre-season hapa uwanja wa Gymkhana, lakini siku ya jana Jumatatu timu ikaripoti kambini, wachezaji wote wa Young Africans wakawa wameingia kambini plus hao wawili wapi ambao hatujawatambulisha. Na Avik ulinzi ni mkali sana sasa hivi, huwezi kusogea pale. Wachezaji wote wapo Avik Town sasa hivi, wameanza maandalizi kuanzia jana, leo na kuendelea. Tunafanya mazoezi sessions za asubuhi, sessions za jioni. Asubuhi, jioni. Lengo ni kuhakikisha tunakimbizana na muda na timu iwe imara. Msimu unapoanza tuweze kuwa katika kiwango kizuri. Kwa sababu ukiangalia changamoto tunapitia mwaka huu kwa timu zote, ni ratiba ya pre-season kuwa imebana. Kwa hiyo walimu wanafanya jitihada kubwa kuhakikisha wana balance fitness za wachezaji, lakini tactical wachezaji wanaelewa mipango mipya ambayo walimu wanakuja nayo. Swali la pili. Nani? Karibu. Yeah. Namba 6 ni top signing nyingine ambayo tunaifanya season hii. Of course tumeshaifanya season hii. Na niwatoe mashaka wana Yanga, maana nimeona story ni nyingi, rumors ni nyingi sana kuhusu namba 6. Kwanza Yanga haijafanya mazungumzo yote na Morris Chuku. Naona mmemwandika sana. Ni mchezaji mzuri, lakini klabu yetu haijafanya mazungumzo yoyote na Morris Chuku. Namba 6 ambayo tunakwenda kuitambulisha kwangu mimi, ukiondoa Aliou Dieng ambaye amejiunga na Valencia, top number 6 nyingine Afrika ni huyu ambaye Young Africans tumemsajili. Top number 6 kwenye quality zote, ukiondoa Aliou Dieng, ni kichuma ambacho tumekisajili. Unajua uzuri wa CAF Champions League msimu unaokuja, kombe halina mwenyewe. Kule sasa hivi Al Ahly hayupo. Kwa hiyo ni gombania goli. Hakuna hata mtu tunamhofia tena kule. Yaani mwaka huu kwenye Champions League Yanga hakuna mtu yote tunamhofia. Kule bingwa wa muda wote hayupo, yuko shirikisho. Hivi Singida anaweza taarifa kweli kwamba Al Ahly yupo kushirikisho? Wewe na anajiandaa kwa Rwanda, taarifa wana. Waambieni Ali wako naye kwenye Confederation. Kwa hiyo wana Yanga, nazungumza leo japokuwa ni mapema, lakini ndio moto wetu huo. Hakuna mtu tunayemhofia Champions League next season, ni gombania goli. Yaani fumba na kufumbua. Msimu unaokuja mtatushikia mbali ndugu zanguni. Signing ambayo tumezifanya, unajua Yanga tumeanzia hivi. Signing tulizofanya sasa hivi ukiziangalia unaona kabisa hapa. Mtafute hapa. Unaona kabisa yani. Kwa hiyo sisi wala msiulize malengo. Sisi hakuna tunayemhofia tena kwa Champions League. Al Ahly mara katikati kama ni kidogo, mara katika barua kafu mara kidogo sijui na nini atakurudi na nini, tumebakia wenyewe. Lango lipo wazi. Tutagombea goli huko. Kwa hiyo top number 6 tutamtambulisha. Yupo tayari, yuko Avik Town sasa hivi anapiga pasi tu.
na akatazama ule uwanja safi, pasi zinaingia tu. Sasa ndio engineer alikuwa anatumia hapa, engineer alikuwa anatumia clip hapa, pasi anazoingiza namba 6. Mpo kwa mbali, mnaweza mkaona kidogo pasi anapiga yule shing 6. Basi. Hatari. Top number 6 anaweka huko hatari. Shing 6 amekaa kikao na Diara, huyu namba 6 amekaa na Diara. Diara amemwambia ukipiga back pass kwangu tunakata mshahara, wamekubaliana. Diara move ikianza 6 yetu ikipiga back pass, Diara punguza $100 kwenye mshahara. Hivyo vitu zai sio peke yako, wanaoguna ni wengi. Yaani akipiga back pass tu, Diara achukua $100 mfukoni. Yeye akisha turn tunakwenda mbele. Uko wapi Sheikh Toure? Shauri uko wapi, nawekwa huko. Huu msimu kuna mechi itafika, afu huyo mzee pia ni usajili mpya huo. Kuna mechi itafika huu msimu. Kuna mechi itafika. Kuna mechi itakuja huu msimu. Tutaweka Mzize, tutaweka Sheikh Toure, tutaweka Sharulile, tutaweka Zokwani, tutaweka Chuga namba 8, tutaweka namba 6 Mwijage. Okeo namba 4. Utakuja mechi hapa huu msimu. Yaani tukianza tu tunashambulia. Yaani Diara akishika tu kwa Okeo namba 4, Okeo anatia ndani pale. Watu huyu. Jamani. Maka mtu akaandika tu Yanga mmesajili washambuliaji wengi, wanacheza wapi? Wanacheza kwetu. Wewe tulia. Hao watacheza kwetu. Yaani mwaka huu tunataka timu inayoanza tuikupa lineup. Roy Kudunde, ukiona benchi Roy Kudunde, na wale unaokaa nao jukwani pia Roy Kudunde. Maana kuna ambao watakosa nafasi ya kwanza, mtaona jukwani. Wewe imagine jukwani umekaa na Sheikh Toure hapa. Alafu ndio timu yako Yanga wiki ijayo inacheza nayo. Akaba nimepumzika leo na kusubiri wewe. Sheikh Toure huyo. Hivi kuna siku mtanikumbuka kwa nini nilijia nalirudia sana. Sheikh Ibrahima Toure. Sheikh Ibrahima Toure. Watateka. Kuna siku tu usiokuwa na jina mtanikumbuka maneno yangu. Top striker jamani. Achana na yule mbuni yule. Achana naye. Top striker Sheikh Ibrahima Toure. Wote teka. Mwenyezi Mungu nifundishe kunyamaza. Lete maswali bwana. Swali zuri sana. Mimi ripoti ya mwisho daktari alionipa ainiambia viumbe hivi vitarudi uwanjani Disemba. Lakini tumegundua Mzize na Job ni extraordinary. Yaani recovery yao sio recovery ya kawaida. Mwezi wa 10 Yanga na mechi na nani? Ratiba si mmesoma ya ligi nye. Wamo. Mshajua tayari wamo. Ni wale zetu zoezi watakuwemo. Extraordinary human beings. Yaani recovery yao imetushtua. Kwa hiyo ile Disemba ilikuwa ni matarajio, ila uhalisia sasa hivi insha Allah huenda mwezi wa 10. Kama kuna mtu alifikiri ile Disemba ratiba yetu imewahi kidogo tutamkosa Mzize, yumo. Kwa hiyo mtachagua nyie sasa. Winga ije na Albert Kangwanda au winga ije na Mzize. Halo. Karibu. Sawa. Wawili bado. Yaani wewe umeona Peter? Si nimeongea hapa? Bado professional players hawa wawili hatujawatambulisha. Jadu wewe ni mwandishi. Mambo ya timu yanakuogopesha vipi? Wewe unakutana na Yanga wapi? Kwa hiyo unakuwa na wasiwasi yani, unakuwa na hofu. Hujaogopa. Sasa mbona unataka kupunguza wachezaji wetu? Kuja mwingine. Mkubwa zaidi. Sure.
Sawa. Kuhusu bajeti ya usajili, bosi wetu Ghalib Said Mohamed GSM msimu huu alimuita engineer kikao, akamwambia President, nataka tufanye proper scouting, tutafute top players, alafu kuhusu budget niachie mimi. Budget ambayo imetumika ni bilioni 15 shilingi za Kitanzania. 15 bilioni. Yaani waandishi wa habari ambao mpo kwenye magazeti mtakuwa sahihi kabisa mkiandika kikosi cha bilioni 15 kitashiriki ligi kuu ya NBC Tanzania. Kikosi chenye thamani ya 15 bilioni kutoka kwa Ghalib Said Mohamed GSM. Na kuna mchezaji mmoja juzi GSM kazungumza naye kwenye simu baada ya kupewa jina, bwana bosi huyu naye anarukaruka huyu. Yule mchezaji amelia sana kwa sababu alikuwa na haraka ya kusaini huko. Lakini tulimwambia wewe sema unachokitaka. GSM ameuma meno. Ameuma meno. Ameuma meno GSM. Ametaka Yanga tuwe na timu. Yanga tuwe na timu. Yanga tuwe na timu. Mzee Mpili meno ya wote yenyewe. Ubora wa hilo chama. Yaani chama ambalo ukifika tu uwanjani mwenyewe unajisikia raha, yani unasikia raha, una pressure. Hilo chama ambalo GSM kalitengeneza, hiyo pesa ambayo ametumia. No stress. No stress, yani no stress. Kila aliyekuwa ndani mtu, aliyekuwa benchi mtu, aliyekuwa jukwani mtu. Hiyo ndo Yanga tulikuwa tunaitafuta hiyo. Hiyo ndo Yanga ambayo kila mchezaji ukilegea tu kidogo haumo. Si msimu uliopita Maxim pia Nzengeli amecheza mechi za Yanga mpaka hata kufanana na logo yetu. Uongo? Kacheza mpaka hata kufanana na logo ya Yanga. Nikio ukimwona Maxim na logo ya Yanga. Tunataka mwaka huu rotation ikifanyika unaona vyuma. Yaani anapumzika fulani, anakuja fulani. Unaona? Yaani kuna mechi inakuwa ipigwe tucheze Yanga. Alafu mechi inaisha watu wanaulizana, kumbe hatujamuona Okelo leo hapa. Taka tufike huko. Na tushafika. Tukimaliza kutangaza hizi signing mbili ndio mtanielewa maneno yangu. Top signing nyingine mbili. Tukizimaliza tu hizo ndio mtaelewa kwamba Yanga aim yetu safari hii. Wewe wema hatuna sasa. Subiri. Yani hiyo ni budget, yes. Ni total budget ambayo tumespend kwenye dirisha hili. 15 billion. Kwa maana yake wewe ukiandika story yako kwa wasomaji, hata ukiandika tu timu hii ya bilioni 15, msomaji anajua hiyo ni Yanga hiyo. Kama unavivu kuandika Yanga, unaandika tu bwana timu ya bilioni 15 jana imeshinda goli 8. Kwa mtu anajua hao ni Yanga walikuwa kwenye shughuli zao za kawaida. Bana, tusikizane kidogo. Kuna swali zuri sana kauliza hapa dada yetu Tima. Kwanza kuhusu namna gani, kwa sababu najua timu ikishakuwa kubwa kama hivi, ishakuwa na profile kubwa kama Yanga hivi, sio tu wana Yanga ambao watamani kuja tarehe 9 kuona timu yao. Wako watu wanatamani kuja kumuona Peter Sharulile na hawahusu.
wako watu watasafiri kutoka sehemu mbalimbali waje waone hizi signing za Yanga. Kimzungumza Peter Shauri azungumza profile striker mkubwa barani Afrika, number 1 striker barani Afrika. Kwa hiyo kuna watu wako Kenya, wako Burundi, wapo Uganda, watamani kuja. Tunaweza vipi kama Yanga na udogo wa uwanja Uhuru tu maintain kwanza kusiwe na msongamano mkubwa, lakini pia tunawahudumia vipi watu ambao watashindwa kuja kuona hizi timu? Kwanza, namba 1, wana Yanga, hii ni muhimu sana. Namna pekee ya kuepusha msongamano ni wewe kuwahi kununua tiketi yako. Ndio namba 1. Yaani ikitokea tarehe 4, tarehe 5 tiketi zimeisha, maana yake mnatupa rahisi viongozi kucommunicate kwa umma kwamba tiketi zimeisha, ambao hamna tiketi msije uwanjani. Kwa cha kwanza, kwa mwana Yanga ambaye una hamu ya kuwa kwenye siku ya kihistoria, nunua tiketi yako mapema. Hiyo ni namba 1. Lakini namba 2, wenzetu wa Jeshi la Ulinzi na Usalama wametuhakikishia kwa capacity hivyo na matarajio watu wanaweza kuja compare na watu wanavyoingia kwenye uwanja wa Uhuru, kutakuwa kuna ulinzi wa kutosha wa kuhakikisha watu na mali zao wanakuja salama na wanaondoka salama kurudi majumbani kwao. Namba 3, sisi kama Yanga tulitamani uwanja wa Uhuru ungefaa. Tulitamani siku hiyo ya tarehe 9, tulitamani kama Yanga, yaani KMC kuwe na Yanga Day, tuweke watu pale. Tulitamani kule Mbweni Isamuyo kuwe na Yanga Day, tuweke watu. Tulitamani Chamazi kuwe na Yanga Day, tuweke watu. Tulitamani uwanja Uhuru kuwe na Yanga Day, tuweke watu, ili timu ianzie KMC isalimie pale, iende Mbweni isalimie, iende sijui Chamazi isalimie, ije Uhuru. Lakini sasa hatuwezi. Kwa eneo ni moja tu, uwanja wa Uhuru. Kama eneo ni moja, maana yake wewe tusaidie sisi viongozi kwanza kwa kununua tiketi mapema, uwai tufunge lizoezi mapema. Likishaisha, maana yake hata uratibu wa control watu wengine unakuwa kwenye eneo zuri. Timu utaipeleka vipi? Ligi tarehe 12 kuna ngao ya jamii. Tarehe 14 siku 15 ligi inaanza. Kwa maana yake hatuna hata muda wa kuambia wana Yanga baada ya tamasha wengine njooni kesho muione timu. Maana yake baada ya tamasha tarehe 9 tarehe 12 kuna ngao ya jamii. Kwa maana yake tunaamini kwa ambaye labda atakosa kuiona Yanga kwenye tamasha lake atakuja kwenye ngao ya jamii. Ngao ya jamii akikosa tutakutana wapi? Ruangwa. Kwa hiyo timu itazunguka kwenye ligi na wana Yanga itakuwa fursa ya kuona wachezaji wenu na tutafurahia pamoja timu yetu ikiwa inacheza inshallah. Karibu. Pakome. Yeah. Yes, kwanza nipende kuwaambia wanachama na mashabiki wa klabu yetu Young Africans, namba 1, Pakome ni mchezaji wetu, amesalia na mkataba kwenye klabu yetu ya Yanga, lakini kwa ushauri ambao tumepata kwa madaktari, Pakome hatutakuwa naye next season. Kwa hiyo klabu itachukua jukumu lote la kumhudumia kama ambavyo tumefanya kwa wachezaji wengi huko nyuma. Tutamhudumia, ataendelea kuwa kwenye klabu yetu, atapata haki zake zote ambazo anapata kama mchezaji, lakini tumemuondoa kwenye dirisha letu la usajili. Yaani wachezaji ambao tutawasajili kwa ajili ya msimu ujao, Profesa tumemuondoa. Tunataka apone vizuri. Akishaimarika inshallah atarudi msimu ujao kuja kuipambania Yanga yetu. Kwa hiyo habari ni kwa Pakome Zouzoua hatutakuwa naye kwa next season, kwa sababu mbi tumuondoe, tumpe muda wa kutosha aweze. Kwa hiyo daktari akituambia ni miezi 4, ni miezi 5, mimi sitawaambia wewe hakuna shida. Muhimu Pakome anatakiwa apatiwe matibabu sahihi na arikave akiwa vizuri, ili next season tumpate akiwa kamili. Kwa hiyo taarifa ambayo nimeona nitoe kwa Pakome Zouzoua. Karibu. Anaulizia kuhusu wachezaji ambao hatutakuwa nao msimu ujao kwa maana ya thank you.
Ziko taratibu ambazo zinaendelea za kiuongozi. Kuna wachezaji ambao wamemaliza mikataba yao, kuna ambao tumeterminate mikataba, kuna ambao tunawatoa kwa mkopo. Taarifa hii CEO ameniambia anaicompile kwa pamoja, tutakuja kuitoa. Kuna wengine nafikiri mmeshaanza kuwaona, wameshaanza kupata timu huko. Nimeona winga wa mpira Buba ameenda Wiliti ya Angola. Tumtakie kila laheri winga ya boli Buba, aende majukumu yake huko Angola. Acheni unafiki. Winga ya boli Buba tumeshamalizana naye, kwa maana yeye tumeshafanya termination ya contract. Hajaenda kwa mkopo. Tumeterminate contract, anaendelea na majukumu yake mengine. Kila laheri tumtakie huko anapokwenda. Kwa hiyo habari hii tutakuja kuicompile na tutaitoa yote kwa pamoja. Bwana, hawa mikataba imeisha, hawa tumefanyaje, hawa tumefanyaje. Kuna wachezaji ambao mikataba ilikuwa imemalizika na zikawa rumors nyingi. Nani kwa mfano? Nani? Maxi ana mkataba na Yanga huyo. Mwamnyeto mkataba wake ulikuwa malizika, na nichukue fursa hii kuwaambia waandishi wa habari, Bakari Nondo Mwamnyeto ameextend mkataba wake kubakia na Young Africans. Watu wa Tanga watikisa vichwa. Nyie. Ameextend contract yake kwa miaka mingine miwili, anabakia ndani ya klabu yetu Young African Sports Club. Azizi nani? Azizi Andambwile yuko Avic Town sasa hivi, aendelea na mazoezi. Umeona wapi wewe kaziki mazoezi? Namna. Hakuwa sema mazoezi. Huyo ameweka sawa. Hakuwa sema mazoezi. Azizi ni mchezaji wa timu gani ile? Al Ittihad, na ana mkataba mwaka mmoja kule. Unajua ya mambo mbona yanatokea sana? Juzi hata Seokelo kaenda kwao kwa timu yake atembelea huko jamani. Haya mambo ni ya kawaida kabisa, yaani mtu kutoka hapa akaenda sehemu nyingine au timu yake huko anacheza vizuri na watu wake, kutembelea sio shida. Issue ingekuwa kavaa jezi na train na Yanga, hapo Yanga tumevunja makubaliano na tungepigwa hata fine. Lakini kutembelea wenzake, kuwasalimia ni vitu vya kawaida. Shida yenu mmemiss sana Aziz Ki. Yaani mpaka waandishi mmemiss kweli Aziz Ki bwana arudi. Watu wanaomba dua saa hizi Yanga wasahau huyu asirudi huyu. Nyie mna force. Bwana Aziz vile amekuja kusalimia ndugu zangu, ni mkewe yuko hapa na familia yake, amekuja kuenjoy maisha, likizo ikiisha aondoka kwao. Si ndio Jadu? Eh. Sasa unajua kaangu Ndimbo naye Ndimbo hapa alifanya kwa nia njema kukumbusha watu kwamba mfumo wa usajili kwa kidigitali TMS bado siku 25, timu hazijaingiza majina bado. Shekhe, watu wanakamilisha dili bado masaa mawili. Alifanya nia njema kukumbusha watu, lakini sio habari ya kushtua, yani sio, kwa sababu yule ni mfumo tu wa kuweka document, shughuli imeisha. Watu dili kubwa wanazifanya hata lisali moja kabla lisha kufungwa. Watu wana dili la final wanaingiza kwenye system, maisha yanaendelea. Nafikiri pale alikuwa amelenga timu nyingine huko. Sawa. Kuunda benchi la ufundi lenye mtaalamu wa set pieces. Lengo letu ni kuhakikisha katika michuano ambayo tunakwenda kucheza, hasa Champions League, ukiangalia wastani wa magoli ambayo yanafungwa, mengi ni magoli ya cross, mengi ni magoli ya kona. Kwa hiyo unapokuwa na mtu kama yule, maana yake anakusaidia into details. Sasa tukishashiba vizuri, tukaelewana vizuri, kuna mechi tukienda kwa mfano labda Sheikh Amri Abedi Arusha, sasa tukaamua tukona 3 goli 3, shughuli imeisha. Sasa tukaamua, sababu tuna wataalamu, tuna mastreka wazuri kwenye vichwa, tukaamua tu mapema kona 3 goli 3, shughuli imalizike. Kwa hiyo yule ni mtaalamu ambaye tuna aim kwenye michuano kwanza ya CAF Champions League, ambako wastani unatuambia magoli mengi ya vichwa yanafungwa huko. Swali la mwisho, karibu.
Hatujafanyaje? Ndio nasema hatujatoa bili. Tunavulipaga tunakushirikishaga. Maka ameniambia hamjatupa bili. Hapana. Hiyo taratibu za kiofisi shaendelea hizo. Lipo kama kawaida. Niambie. Maliza bana, ndugu zanguni. Nawashukuru sana. Na naulia tena waandishi ambao mnataka kwenda Geita. Milango yangu iko wazi hapa. Mje muandike majina yenu. Simu sitapokea, message sitajibu. Njoo hapa kuanzia leo niambie mimi fulani na kwenda nipate orodha, na leo tarehe ngapi? Mwisho ni tarehe 30. Tutafunga hiyo orodha ili tuanze kuandaa logistics za hiyo safari. Asanteni sana jamani.